Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi nimempendeza Mungu katika shirika hili la Africa Repent Kenya, na tukiwa pamoja na ndugu zetu kwa kiroho Africa Repent Tanzania. Na mimi nimempendeza Mungu katika hii siku ya Sabato, tuangalie kuhusiana na yale ambayo yako katika moyo wake. Acha Roho Mtakatifu aende akanene na aweke kila kitu sawa na maandiko yake. Tuamini, tuombe. Mungu wa kabila la Israeli, wa Abraham, wa Isaka na Yakobo, najua kwamba katika hii Sabato yako takatifu umetuamuru tuiweke takatifu. Mungu, ni mzigo wako kweli na hautokani na mwanadamu kweli. Bwana, nenda ukatufundishe Bwana. Mungu, usiponena, vyote ambavyo tutavinena Bwana itakuwa ni mawazo, itakuwa ni elimu, itakuwa ni upotovu. Itakuwa Bwana si neno la kuhuisha, si neno la kutusukuma katika kiwango chengine, si neno la kutufanya tutambue tunapoishi katika ulimwengu uliojaa udanganyifu. Mungu, tunaomba rehema na neema zako Bwana. Mungu, katika Afrika na hata ulimwengu mzima Bwana, tunashuka tu chini Bwana ili utunenee Bwana. Nashuka tu chini Bwana ili utuonyeshe sehemu zote Bwana ambazo hatuko sawa na neno lako Bwana. Uzidi kutushusha chini na tuzidi kukubaliana na wewe kwamba wewe ndio mkweli na sisi Bwana hatuko sawa, na tunahitaji neno lako Bwana ili tuzidi kukaa sawa. Mungu, nenda ukasamee kila aina ya dhambi, kila aina ya uovu kupitia neno lako Bwana. Nenda ukatupatie toba katika dhamira zetu. Wacha Roho Mtakatifu akatushuhudie ndani ya dhamira zetu Bwana. Mungu, tushushe Bwana. Asante kwa kuwa umesikia kupitia Roho wako Mtakatifu, na kwa jina la Yesu tumeomba hata tukiamini. Amen. So hili somo kwa neema ya Mungu la imani ni kuhusiana na msabato wa kweli. Msabato wa kweli. Hili somo ni mojawapo limekuwa likisumbua moyo wangu kweli, na naamini limekuwa pia likisumbua moyo wa Mungu. Si likisumbua moyo wa Mungu kwamba haliwezi msumbua Mungu, lakini Mungu anasumbuka kwa sababu wanadamu kuna kitu ambacho hawajaelewa kuhusiana na Sabato yake. Mwanadamu kuna kitu ambacho hajaelewa, mimi na wewe, kuhusiana na msabato ni nani. So Mungu anataka leo kwa uwezo wa Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, kupitia jina la Yesu Kristo, kwa Roho Mtakatifu, kwa neno la Mungu, Mungu aweke wazi tu kabisa msabato wa kweli ni nani. Chimbuko ambalo natoka mahali baba amezaliwa ni chimbuko la Wasabato. Lakini mekuwa tukikaa nao, lakini tukiangalia ile Sabato iko kwa neno la Bwana, yule msabato ambao Mungu anasema huyu ndio msabato, na tukiangalia hawa ambao ni Wasabato, sisi ambao wakati huo pia alikuwa tunajiita Wasabato, ni vitu viwili tofauti, havifanani. Kajua kwamba kuna watu wanaingiana wakiwa na hii neno kwamba mimi ni msabato ama sisi ni Wasabato. So Mungu anataka tuelewe kutoka kwa neno lake msabato ni nani. Kwanza kabisa unafaa uelewe, nafaa nielewe msabato wa kwanza. Msabato wa kwanza ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msabato wa kwanza. Msabato wa kwanza ni Mungu. Tuangalie kitabu cha, kabla tuangalie ndani msabato, tuangalie msabato wa kwanza ni nani na Sabato ilianzia wapi. Tuangalie kitabu cha Mwanzo. Mwanzo, unaweza kusoma 2 tafadhali. Mwanzo 2 mstari wa kwanza. Kitabu ni cha Mwanzo 2 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa hiyo mbingu na dunia zikakamilika. Kwa hiyo mbingu na dunia zikakamilika, pamoja na vyote vilivyomo. Pamoja na vyote vilivyomo. Katika siku ya saba Mungu alikuwa amekamilisha kazi aliyokuwa akifanya. Mungu alikuwa amekamilisha kazi ambayo amekuwa akiifanya. Hivyo katika siku ya saba akapumzika. Mungu siku ya saba akapumzika kutoka kazi zake zote. Ni kazi gani? Ni kazi za uumbaji. Mungu akiumba alichukua siku 6 katika uumbaji. Siku ya saba Mungu akapumzika kutoka kwa kazi zake zote.
So Mungu alipumzika siku ya 7. Mungu alipumzika siku ya 7. So msabato wa kwanza ni Mungu. Umeelewa? So usitatizike kuhusiana na ni sawa kuweka sabato ama si sawa kuweka sabato. Ni sawa kuweka sabato kwa sababu mtu wa kwanza kuiweka ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waweza songa nayo chini tena. Mungu akaibariki siku ya 7. Mungu akaibariki siku ya 7. Akaifanya takatifu. Siku ya 7 Mungu akaifanya kuwa takatifu. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alipumzika kutoka kazi zake zote za kuumba alizokuwa amefanya. So msabato wa kwanza ni Mungu. Kama msabato ni Mungu wa kwanza, mimi nafaa niwe msabato, yafaa niangalie katika sabato za Bwana, yafaa nipumzike katika siku ya sabato. Mungu ndio msabato wa kwanza. Sabato wa pili ni Yesu Kristo. Tuangalie Mwanzo 1. Mwanzo 1 mstari wa 26. Kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26. Mwanzo 1:26. Ndipo Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale juu ya samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Juu ya mifugo. Juu ya dunia yote. Na juu ya viumbe vyote vitambavyo juu ya nchi. Na Mungu akasema, rejelea tena hiyo sentence. Ndipo Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hiyo sentence inasema tumfanye. Niangalie mtasoma ya Kimungu ya King James inasema and God said let us. Us ni wengi. Jina us ni wengi. Mungu anasema na tumfanye. Ina maana Mungu hakuwa peke yake. Mungu alikuwa na watu, Mungu alikuwa na mtu akisema tumfanye. Si nimfanye, si let me. Mungu anasema let us. Ya Kimombo inasema let us. Ya Kiswahili inasema na tumfanye. Ina maana kuna mtu alikuwa pamoja na Mungu akiwa katika hali ya uumbaji. Na Mungu alipopumzika, huyu ambaye alikuwa naye kufanya kazi ya uumbaji pia alipumzika. Ni nani huyu alipumzika? Mungu hakufanya kazi ya uumbaji peke yake. Maandiko yanasema let us. God said let us. Na tumfanye. Si mimi wacha ni. Mungu anasema let us. So ina maana ni Mungu na kuna mwingine hapa ambao maandiko yanatufunulia ni nani? Ni nani Mungu alikuwa anaongea naye? Kazi ya uumbaji. Tuangalie kitabu cha Mwanzo, Yohana. Mungu anamleta wazi Yesu Kristo. Yohana 1, naweza soma 1 mpaka 3. Kitabu cha Yohana 1. Naam. Mstari wake ni wa kwanza. Yohana 1 mstari wake ni wa kwanza. Hapo mwanzo alikuwako neno. Hapo mwanzo alikuweko neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Ina maana Mungu akiumba, neno pia alikuwa. Endelea tafadhali. Naye neno alikuwa ni Mungu. Mstari wa 2. Tangu mwanzo huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote vya ulimwengu viliumbwa kwa neno. Vitu vyote viliumbwa kwa neno. Mungu akisema na tuumbe mwanadamu, let us, ili ni neno tayari. Yuko na nani? Yuko na neno. Neno ni nani? Tuendelee tafadhali. Vitu vyote viliumbwa kwa neno. Wala pasipo neno hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa. Huyu neno ni nani? Mungu anatufunulia huyu neno mstari wa 14. Yohana 1
Naam. Neno alifanyika mwili. Neno alifanyika mwili. Akakaa miongoni mwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Huyu ni nani? Mstari wa 17. Yohana 1:17. Kwa kuwa sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa. Sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa. Lakini neema na kweli imekuja kupitia Yesu Kristo. Lakini neema na kweli imekuja kupitia Yesu Kristo. Huyu ni Yesu Kristo, neno ni Yesu Kristo. So Mungu akisema na tumuumbe mwanadamu, Yesu alikuwa hapo. Mungu akipumzika siku ya Sabato, Yesu anapumzika pia siku ya Sabato. Mungu ni msabato wa kwanza, Yesu Kristo ni msabato wa pili. Kila kitu kiliumbwa kupitia Yesu Kristo. So Mungu akipumzika kwa uumbaji, inamaanisha Yesu pia ambaye alikuwa ametumika kwa kuumba, Yesu anapumzika. Mungu anakuwa mtu wa kwanza kuiweka Sabato, Yesu Kristo anakuwa mtu wa pili wa kuiweka Sabato. So Sabato haikuanza kuwekwa duniani, imeanza kuwekwa mbinguni. Sabato ilianza mbinguni na ilianza na Mungu na Yesu Kristo katika uumbaji. Na Yesu anaishi vipi? Yesu anaishi vipi? Yesu ni msabato. Hapa ndio tunaona sura ya msabato. Yesu mwenye alikuwa anaishi, huyo ndio msabato. Lakini msabato si mtu ambaye anapumzika tu kwa masaa, lakini maisha yake hayafanani na Yesu Kristo. Msabato wa kweli ni yule anafanana na Yesu Kristo, yule ambaye anafanana na Mungu, mwanzilishi wa Sabato ya Bwana. Hiki ndio kipimo sasa Mungu anakiweka. Mungu ananiwekea kipimo, mwanzilishi wa Sabato ni Mungu. Na Mungu anakaa vipi? Je, mimi ni msabato? Je, wewe ni msabato? Wewe unakaa vipi? Utajiketi sasa nijipime. Ni tabia gani ambayo iko kwa Mungu? Msabato alianzisha katika Sabato haiko kwangu. Ni njia gani ambazo haziko kwa Mungu? Mbovu na ziko kwangu. Alafu najiunganisha na Mungu nasema mimi ni msabato. Inafaa uelewe Sabato ilianza mbinguni, mwanzilishi ni Mungu na Yesu Kristo. Na tabia za Mungu na Yesu Kristo, je, zinaendelea ndani yako? Zinaendelea ndani yangu? Wakolosai 1:16. Yesu alikuwa pamoja na Mungu. Naweza kusoma tafadhali? Wakolosai 1:16. Kwake yeye vitu vyote vilivyoko mbinguni na juu ya nchi viliumbwa. Kwake yeye vitu vyote vilivyo mbinguni na vilivyo duniani viliumbwa. Vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Viwe ni viti vya enzi au falme. Viwe ni viti vya enzi ama falme. Au wenye mamlaka au watawala. Au wenye mamlaka au watawala. Vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake. Vitu vyote viliumbwa kupitia Yesu Kristo. Vitu vyote viliumbwa kupitia Yesu Kristo. So Yesu alikuwa na Mungu katika uumbaji. Mungu akimaliza uumbaji, akipumzika siku ya 7, Yesu anapumzika siku ya 7. Wazee 24 ni wa Sabato, wanapumzika siku ya 7. Makerubi, maserafi wanapumzika siku ya 7. Wanne wenye uhai wanapumzika siku ya 7. Mbingu nzima inapumzika wakati Mungu alipumzika. So Sabato ilianzia wapi? Mbinguni. Ilianza na nani? Na Mungu. So Mungu ni msabato. Mungu ni mwanzilishi wa Sabato. So acha turegee sasa katika kile ambacho Mungu anataka mimi na wewe tuzidi kuona. So msabato wa kweli ni nani? Tabia yake iko vipi? Tuangalie mwanzilishi, alafu tushuke chini tukijiangalia katika utaratibu, ili ujiangalie wewe na ukiwa katika maeneo ambayo unasikia lile ni dhehebu la Sabato, ujue kwamba usiwe na Sabato ya kiulimwengu. Saa ni masaa.
Nielewe kwamba msabato ni nani, na sabato ilianzia wapi, na wasabato wanakaa vipi, na wasabato wanaishi vipi, wanafanana na nani, ili mtu asije tu ama mimi ama wewe useme mimi ni msabato na au fanani ama sifanani na ule mwenye sabato. Na baada ya hili somo utaona wasabato wachache kabisa ambao hawatoshi ile idadi ya Noa. Hata tusome kabla tujaona msabato wa kweli. Kwanza msabato mtu anafanyikaje msabato? Mtu anafanyikaje msabato? Kitu cha kwanza, kitu ambacho tunafaa tufahamu ni kwamba kila mwanadamu akizaliwa anazaliwa mwenye dhambi. Hakuna mtu anazaliwa na amri ya 4 imeandikwa katika moyo wake. Kila mmoja anazaliwa mwenye dhambi. Zaburi ya 51 mstari wa 5. Kitabu cha Zaburi 51 mstari wake ni wa 5. Maandiko yanasema, hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. So mwanadamu akizaliwa, hii ni sehemu ya Injili, mwanadamu akizaliwa anazaliwa mwenye dhambi. Hakuna amri imeandikwa katika moyo wa mwenye dhambi. Hana amri katika vibao vya moyo wake. So mwanadamu akizaliwa hawezi kuweka sabato kwa sababu hiyo amri haiko ndani yake. Licha kuwa anaweza pata toba. Toba ni nimetambua neno la Mungu nasema hivi, nimekiri, nimegeuka. So mtu ambaye ni mwenye dhambi huwa anapata toba. Ni mojawapo ya toba kugeuka kutoka kwa uovu na kuja kwa neno la Mungu. Lakini unafaa uelewe kwamba amri ya sabato haijaandikwa katika moyo wa mwenye dhambi. So ni utiifu, yani unatubu, na which ni vyema. Utakapotubu kugeuka kuja kwa siku ya Bwana, ikiandikwa ukipata wokovu sasa, ukiandikwa itakuwa unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. So Lydia unafaa ufahamu hivyo, mama ufahamu hivyo, Moses pia ufahamu hivyo. Ili wasabato wale wako na amri ndani ya moyo wao, ukikaa pamoja nao usifeel kwamba mimi pia niko katika hii sabato ya Bwana. Haijaandikwa ndani ya vibao vya moyo wako. So inafaa niendelee kushuka, nione utofauti, nisione ukawaida. Shetani anaweza kukuwekea ukawaida. Ukoona mimi ukakutana mtu mmoja mimi naenda sabato, lakini hujafanyika msabato bado. So hii inaweza kukuchelewesha hata katika kupata haki, kwa sababu tayari katika moyo umejihesabia haki na hata ufahamu. So wanadamu wanazaliwa wenye dhambi. Ukiangalia Marko 7 mstari 21, so mwanadamu akizaliwa hana amri ya Mungu hapa. Kila ambacho kinatoka kwa moyo wako ni hiki. Kila ambacho kinatoka kwa moyo wangu tukizaliwa ni haya yote. Hakuna hata mali Mungu anasema sabato inatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Haitoki, haiko. Unaweza soma tafadhali? Marko 7 mstari 21. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu kutoka mawazo mabaya. So katika moyo wa mwanadamu ambao uko na dhambi, kile ambacho kinatoka si sabato ya Bwana, ni mawazo mabaya. Mawazo mabaya yanatoka, next, uasherati unatoka, wizi unatoka kwa moyo wa mwenye dhambi, uuaji unatoka kwa moyo wa mwenye dhambi, uzinzi unatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Hakuna sabato. Tamaa mbaya inatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Uovu unatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Udanganyifu unatoka katika moyo wa mwenye dhambi. Ufisadi unatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Wivu unatoka katika moyo wa mwenye dhambi. Matukano. Mwenye dhambi ndani ya moyo wake hana amri za Mungu, hana sabato, hawezi kuweka sabato. Matukano ndio yanatoka, licha ya kuwa akielewa kwamba Mungu anapendezwa aitii sabato, yuko katika toba, lakini bado moyo wake haujang'olewa wajiwe akapewa wanyama, alafu amri full ya Mungu yako katika moyo wake. Endelea. Kiburi kinatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Upumbavu unatoka kwa moyo wa mwenye dhambi. Maovu haya yote Mungu anasema yanatoka ndani.
yanatoka ndani ya moyo. Uelewe tafadhali, mwenye dhambi ndani ya moyo, kile kitu ambacho kinatoka, hatuoni amri, tunaona maovu, usherati, mawazo mabaya, chuki, hasira. Hizo zote zinatoka katika moyo wa mwanadamu. So kama mtu hajapata wokovu, licha kuwa amegeuka kutoka kwa maovu, lakini bado amri za Mungu hazijaandikwa katika moyo wake. Azidi kusikiza neno, azidi kunyenyekea, azidi kukiri ili siandikwe sasa, ziandikwe. So baada ya hayo, pia huyu mwenye dhambi anafanyika vipi? Msabato. Akishaona dhambi ya moyo kwa neema ya Mungu, dhambi ya moyo ambayo amezaliwa nayo, na anapotambua Lidia moyo wake ni muovu, hakutoki kitu chengine chochote kizuri. Moses, tambua hivyo. Alafu pia mwenye dhambi anapotambua kwamba amevunja amri ya Mungu. Unapotambua kwamba umevunja amri ya Mungu, wewe ni muasi. Mimi ni muasi tangu tumboni. Yaani mbegu yako na mbegu yangu ni ya uasi. Uasi ni kuvunja amri ya Mungu. So mwenye dhambi anafaa tambue, hawezi kufanyika msabato kama hajatambua yeye ni muasi wa amri za Mungu. Mungu hawezi kuandika amri zake katika moyo wako kama hujawahi kusimama mbele ya hizi amri na ukaona umezivunja. Nimezivunja. Kukiona haki kidogo tu mama, haki kidogo tu, Mungu aandiki. So lazima uone, ukiangalia Mambo ya Walawi 4 mstari wa 20, 27, 28, lazima uone wewe ni muasi, wewe ni mvunjaji amri za Mungu. So msabato ambaye nakiri ni msabato, lakini hajawahi kupata ufunuo wa dhambi ya Adam, na hajawahi kupata ufunuo kwamba yeye ni muasi. Ulifanyika vipi msabato? Uliona dhambi yako, uliona dhambi ya Adam, uliona kwamba wewe umevunja amri za Mungu, wewe ni muasi. Naweza kusoma tafadhali? Mambo ya Walawi 4 mstari wa 27. Mambo ya Walawi 4 mstari wake ni 27. Kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi, kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia kufanya lile lililokatazwa katika amri yote ya Bwana, na kufanya lile lililokatazwa, na kufanya lile lililokatazwa katika amri, amefanya kitu ambacho imekatazwa katika amri ya Bwana, yeye ana hatia, yeye ako na hatia. So Lidia, paka uone amri ya Mungu zikisomwa, kitu cha kwanza waona tu umezivunja. Mama unaona umezivunja, Moses unaona umezivunja, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Unaona tu mimi ni mvunjaji wa amri za Mungu na sijawahi kuziweka kwa maisha yangu. Mstari wa 28. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda. Atakapofahamishwa, nini itamfanya mtu afahamu dhambi? Amri za Bwana. Usiibe. Nimeenda nimeiba. Alafu nasomewa neno katika amri ya Bwana, anasema usiibe. Amri ya ngapi? Ya 8. Usiibe. Sawa? Naona mimi ni mwizi. Naanza kushuka Moses, naanza kukiri wizi wangu mbele za Bwana. Mungu, mimi nimevunja amri zako. Mungu, mimi ni muasi. Mungu, nimekukosea. Nashuka. Mimi nimeonyesha dhambi. Amri ya Mungu. Huwezi kuandikwa amri za Mungu na sheria za Mungu kwa moyo na hata kwa akili kama hujapitia hilo channel, kama hujapitia hii njia. Na kama umepitia hilo njia, basi uko mahali si mahali pazuri pa kukaa, lakini uko mahali kwa kuelekea kwa nuru. Endelea sasa. Meisha. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda. Atakapofahamishwa dhambi aliyoitenda, lazima alete mbuzi jike. Lazima alete mbuzi jike. Asiye na dosari. Mbuzi jike asiye na dosari kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyoitenda. So mtu kabla hajafanyika msabato amejitambua yeye ni mwenye dhambi. Dhambi ya Adam
na maovu, amevunja amri zote za Mungu na hajawahi kuziweka, na mdomo wake umefungwa, ameanza kupata kitu ambacho inaitwa huzuni ya kimungu. Mama, tuko pamoja? Anaanza kupata huzuni ya kimungu ndani ya moyo. Ni mapema sana. Naona anaanza kupata huzuni ya kimungu katika moyo wake. Sawa sawa, ametambua dhambi ya Adam na ya uvunjaji amri, alafu neno la Mungu linasema ameanza kuhuzunikia yale ameyafanya kinyume na amri za Mungu. Ameanza kuhuzunikia. Hii huzuni ndio itamfanya huyu mtu atubu, ageuke kutoka katika ule uovu. Hii huzuni ni neema, ni zawadi yatoka kwa Mungu. Tunaweza angalia Wakorintho wa pili. Hii huzuni, je, katika toba yako umewahi kupata huzuni? Katika tangu uanze kuonyesha uovu na neno la Bwana, umewahi kuhuzunika katika moyo? Uovu wako umewahi kukufikisha katika maana ambapo unaona hauwezi kurekebisha chochote ila tu kumlilia Bwana, Mungu nihurumie na sitaki tena kuendelea na hizi njia mbaya? Umewahi kufikishwa hapo? Naweza soma tafadhali kitabu cha Wakorintho wa pili 7 mstari wa 9. Lakini sasa nina furaha, si kwa sababu mlihuzunika, bali kwa kuwa huzuni hiyo iliyofanya mtubu. Bali kwa kuwa huzuni hiyo iliwafanya mtubu. Kwa maana mlihuzunishwa kama Mungu alivyokusudia. Kwa maana mlihuzunishwa, ni Mungu alikusudia uhuzunike kwa ajili ya dhambi zako. Endelea. Kwa maana mlihuzunishwa kama Mungu alivyokusudia. Kwa maana mlihuzunishwa kama vile Mungu alivyotaka muhuzunike. Watu wahuzunike. Kwa hivyo sisi hatukuwadhuru kwa njia yoyote ile. Hakuna msabato anafanyika msabato kama hajapata huzuni ya kiungu. Hakuna penye amri za Mungu Lydia zinaweza andikwa katika moyo wako kama hujakutana na huzuni ya kimungu. So mtu akisema ni msabato sehemu yoyote ile, chunguza kwanza alifanyika vipi msabato. Je, anafanana na msabato ambaye ni Mungu na Yesu Kristo na wazee 24 na manabii na mitume? Alafu na jitafuta pia wewe. Jina msabato ni jina takatifu sana. So baada ya kupata huzuni ya kimungu, hii huzuni ya kimungu inakufasababisha ufanye nini? Endelea tafadhali mstari wa 10. Maana huzuni ya kimungu huleta toba. Wakorintho wa pili 7 mstari wa 10. Kwa maana hiyo huzuni ya dhambi inaleta toba. Na toba inaleta wokovu. Na wala haina majuto. Lakini huzuni ya kidunia husababisha mauti. So Mungu anasema kwamba huyu mwenye dhambi ambaye Mungu anataka kumfanya msabato, anataka kuandika amri zake si 4 tu, lakini zote. Huyu mtu akishajua dhambi zake, huyu mtu akishafahamu dhambi ya Adam na dhambi ya maovu ambayo amevunja amri za Mungu, huyu mtu anahuzunika. Mungu anampa huzuni. Je, katika toba yako umepata huzuni? Na kama umepata hiyo huzuni imekufanya ugeuke kutoka kwa kile kiovu ulichokifanya? Hiyo huzuni Lydia imekugeuza kutoka kwa kile ambacho umekifanya? Hiyo huzuni mama, Moses, Faraja, wengine ambao wako Tanzania, Mbeya, hiyo huzuni imekugeuza kutoka kwa kile kiovu. Kama imekugeuza, ina maana hiyo huzuni imetoka kwa Mungu na imekufanya utubu. Hiyo process inaitwa toba. Toba ni nini? Toba ni kugeuza mawazo, kugeuza moyo na kugeuza matendo, na si kwa nguvu zako. Ni neema Mungu anakupatia kupitia huzuni ya zile dhambi ambazo umezifanya na nimezifanya dhidi ya amri zake. Huyu mtu anaanza kugeuka sasa. Tabia fulani Mungu ameitoa. Siku hizi nashukuru Mungu, sitembei katika njia hii. Nilikuwa mlevi, nilikuwa napiga mke. Mungu amenionyesha kwamba wale watu ambao wanaishi katika hasira wanaingia jana. Nimekuwa mtu wa hasira, lakini tangu nianze ushirika na neno,
Mungu amenipatia huzuni, sijaheshimu wazazi, nilitoa mimba, Mungu amenihuzunisha, na kwa uwezo wa Mungu sitawahi kuregea hiyo njia. Hiyo huzuni imekugeuza kutoka kwa yale makosa, kwa sababu Mungu anataka kuandika amri zake katika moyo wako, na lazima kwanza akuonyeshe dhambi na kupatia huzuni. Hiyo huzuni kupatie toba, na ndio kupatie imani uokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Hii kazi yote ni Mungu anafanya kwa moyo wa mwanadamu. Hii kazi yote Mungu anafanya katika moyo wa mwanadamu, kuondoa ule uchafu ndani ya moyo wake. Anampa huzuni ya kiungu. Hii huzuni ya kiungu inakusukuma kwa ukuta, inakufanya utubu. Toba ni nini? Ezekieli 18:30. Huzuni ya kiungu huleta toba, hufanya mtu akatubu. Kutubu ni nini? Tufika soma tafadhali. Kitabu cha Ezekieli 18 mstari wake kwa Israeli. Mstari wake kwa 30. Ezekieli 18 mstari wa 30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu. Mungu anasema nitawahukumu Kila mmoja sawa sawa na njia zake. Kila mmoja sawa sawa na njia zake. Asema Bwana Mwenyezi. Asema Bwana Mwenyezi. Mungu anasema tubuni. Kutubu ni nini? Ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote. Hiyo huzuni inakupatia toba. Hiyo huzuni inafanya ugeuke kutoka kwa makosa yako yote. Endelea napo hapo tafadhali. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Mstari wa 31 bado ni toba. Kutubu ni kutupilia mbali. Huzuni inakusumbua, unahuzunika, unageuka kutoka kwa makosa yako yote, alafu unayatupilia mbali. Tupilieni mbali makosa yenu yote, nanyi mpate moyo mpya na roho mpya. Nanyi mpate moyo mpya na roho mpya. Mpate moyo mpya na roho mpya. Kwa nini ufe nyumba ya Israeli? Kwa nini ufe Lydia? Kwa nini ufe Maidia? Kwa nini ufe Faraja? Kwa nini ufe Mama Karo? Mungu anasema tubu, geuka kutoka kwa uovu. Hiyo ndiyo toba. So huzuni ya kiungu inakufanya ugeuke kutoka kwa maovu na uyatupilie mbali. Unapoendelea kusikiza neno, rejelea tafadhali wa Korintho wa pili 7 mstari wa 10. Huzuni ya kiungu ikishafanya toba, Mungu anakupatia imani. Unapoendelea kusikiza neno, jinsi damu ya Yesu Kristo ilivyomwagika msalabani, Mungu anakupatia kuamini kwamba damu ya Yesu Kristo imeosha dhambi zako zote. Hii ni imani Mungu anakupatia. Hii ni imani Mungu anakupatia. Unaweza kusoma tafadhali. Kwa maana huzuni ya kimungu huleta toba. Kwa maana huzuni ya kimungu huleta toba. Hino toba inaleta wokovu. Hawezi kuwa msabato kama hujapitia toba. Manake kama hujawahi pitia toba, hujawahi pitia wokovu. Na kama haujawahi pitia huzuni ya kiungu, hautawahi kutumia dhambi zako. Itakuwa tu ni story. Hizi ndio nguzo ambazo Mungu anaziweka wazi. Huzuni ya kiungu kwa ajili ya dhambi zako kugeuzwa na Mungu. Toba, baada ya toba ni imani, alafu Mungu anakupatia wokovu. Wokovu ni ondoleo la dhambi. Baada ya dhambi kuondolewa kwa moyo wako unakuwa free. Moyo wangu unakuwa free, mahali Mungu anaweza kuandika ubao ukiwa umeandikwa wote. Mwalimu akiingia darasani, nakumbuka mwalimu mmoja amefundisha, mwingine akiingia Lydia anaona ubao umeandikwa, hawezi kuandika juu. Anaambia mwanafunzi huku akiendelea kuongea. Mwanafunzi akiendelea kufuta ubao, anaongea, mwalimu anaongea. Akimaliza mwalimu, ubao uko msafi. Alafu wanaanza mafundisho. Imekuwa hivyo miaka yote. Sijawahi kuwa darasani, najua wale ambao darasani, hujawahi kuwa darasani, mali ubao umeandikwa wote. Mwalimu wa hesabu ameingia, ameanza kupiga hesabu hapo, wa science ameingia, umeandikwa, hakuna kitu kama hicho. So Mungu kile anafanya, anaondoa dhambi zako zote kwa imani. Hiyo ndio wokovu. Alafu anaandika katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio unafanyika msabato.
Hata tuangalie Waebrania 10:10. Baada ya kuamini nini? Lazima uamini damu la Yesu Kristo. Lazima uamini kwamba Mungu alitoa sadaka kwa ajili ya dhambi zako zote, zioshwe, ziondolewe, ndio apate moyo wa kuandikia Biblia. Lazima uamini damu ya Yesu Kristo Moses. Lazima uamini kwamba Yesu amekuondolea dhambi pale msalabani, ndio moyo wako upate ondoleo la dhambi. Mungu apate mahali ambapo kumefutwa, mahali ambapo anaweza kuandika amri zake. Kitabu cha Waebrania 10:10. Waebrania 10:10. Katika mapenzi hayo. Hii ndio imani Mungu anataka uamini ili dhambi iondolewe. Katika mapenzi hayo Sisi tumetakaswa. Sisi tumetakaswa. Sisi tumetakaswa. Na kufanywa watakatifu. Tumetakaswa na kufanywa watakatifu Kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu. Kwa njia ya matendo yetu, kwa njia ya kusoma sana, kwa njia ya kufanya uinjilisti sana. Lydia, Mungu asemi kwa njia yako mama. Mungu anasema kwa njia ya kutolewa kwa sadaka ya Yesu Kristo. Wewe umeasi, mimi nimeasi. Hatuna sabato, hatuna amri za Mungu, hatuna Roho Mtakatifu. Mungu amemtoa Yesu Kristo. Amechukua dhambi zako zote na zangu zote, ameziweka kwa Yesu Kristo. Yesu amekuwa sadaka katika dhambi zako. Yesu amekufa ili dhambi zako zilipwe, uoshwe, ufanyike mtakatifu. Hiyo ndio wokovu. Rejelea tena mara mwisho. Hiyo ndio imani ya wokovu. Hiyo ndio imani inafaa ikuokoe. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa. Sijajifanya, hautajifanya, kuna mtu atakufanya. Niweke imani kwa huyu mtu ufanyike mtakatifu kupitia imani na damu na mauti na ufufuo wa mtu ambaye Yesu Kristo. Yeye ndio atakufanya. Endelea. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyeutoa. Yesu ametoa mwili wake mara moja ili utakaswe, ili ufanywe mtakatifu kwa mwili wa Yesu Kristo. Hivi ndio msabato anafanyika msabato. Dhambi kishaondolewa, amefanyika mtakatifu. Moyo wake uko msafi. Moyo wa jiwe umeng'olewa. Mungu ameweka moyo mpya. Katika moyo mpya Mungu ananyorosha mkono wake kwa imani. Anaandika amri ya kwanza mpaka amri ya 10. Waebrania 10 shuka chini mstari wa 16. Baada ya kufanyika mtakatifu, Waebrania 10 mstari wa 16, hili ndilo agano nitakalofanya nao. Mungu anasema hili ndilo agano atakalofanya nasi baada ya siku hizo, asema Bwana. Mungu anasema nitaziweka. Baada ya mstari wa 10 kufanyika mtakatifu kwa mwili wa Yesu Kristo, Mungu anasema nitaziweka sheria zangu mioyoni mwao. Sheria zake ataziweka wapi? Kwa moyo. Kuziandika katika nia zao. Na kuziandika katika nia zao. Mind. Biblia ya Kimombo inasema mind. Mind ni akili. Katika akili zao, akili zetu Mungu ataziandika. So mtakatifu atakuwa na sheria kwa moyo na atakuwa na sheria katika akili yake. Akili itaandikwa kwa moyo. Waebrania 8 mstari wa 10. Mungu bado anaandika. Waebrania 8 mstari wa 10. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile. Siku gani? Siku za kutolewa kwa Yesu Kristo. Siku ambayo damu ya Yesu Kristo nitakuwa damu ya agano jipya. Mungu anasema nitafanya hivi. Endelea.
Nitaziweka sheria zangu katika nia zao. Nitaziweka sheria zangu. Mungu asema anaweka sheria zake katika nia, katika mind. Akili zako Mungu ataweka sheria zake na kuziandika mioyoni mwao. Na kuziandika. Mungu anasema ataziandika katika moyo. Anafanyika vipi msabato sasa? Mungu anaandika amri ya kwanza katika moyo wake. Amri ya kwanza katika akili yake. Amri ya pili katika moyo wake. Amri ya pili katika akili yake. Amri ya tatu katika moyo wake. Amri ya tatu katika akili yake. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase, katika moyo wake. Amri ya 4 katika akili zake. So hizi 4 za kwanza ni Mungu na mwanadamu. Alafu hizi 6 zingine pia bado Mungu anaziandika, tutaziangalia. So mtu anafanyika msabato si kwa sababu anapumzika, mama tuko pamoja, anapumzika siku ya Ijumaa jua likizama mpaka Jumamosi jua likitua. Jua likitua ambapo ni Jumapili inaingia. Lakini si eti ameshikilia hiyo. Lakini huku anazini, huyu si msabato. Mungu akiziandika, haandiki amri ya 4 peke yake. Mungu haandiki Sabato peke yake. Moses tuko pamoja, haandiki Sabato peke yake. So nisikutane na mtu ama mimi nisiwe kwamba mimi niko katika Sabato ya Bwana lakini nazini, lakini naua katika chuki ama utoaji wa mimba na abudu miungu mengine, lakini ikifika Ijumaa jua likizama mimi sifanyi kazi. Hii si Sabato mama. Hii si Sabato. Huyu mtu si msabato. Huyu mtu si msabato. Mungu akiandika, anaandika amri zake katika moyo na katika akili. Mungu anaandika amri ngapi? 10. Msabato anafaa atembee katika amri ngapi za Bwana kupitia Roho Mtakatifu? 10. Acha tuangalie kile ambacho kinaandikwa. Waweza rejelea tena tafadhali? Waibrania tukiangalia kumbukumbu la Torati. Waibrania 8 mstari wake ni wa 10. Mungu anasema hili ndilo agano. Hili ndilo agano Mungu atafanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile. Kuna kitu ambacho nafaa uelewe. Mungu akisema Israeli, usiseme hii ni agano la Waisraeli, sisi ni watu wa mataifa. Usiwahi kusema hivyo. Usiwahi kusema hivyo. Watu wakiokolewa wanafanywa Waisraeli wa kiroho. Watu wa mataifa wanakuja kwa Kristo kupitia ahadi ya Abrahamu. Hatuna muda wa kwenda hapo, lakini Wagalatia 3 mstari wa 28 mpaka 29. Nasema kuna ahadi Mungu aliyoongea nao kwa Abrahamu. Hakuna Myahudi, hakuna Myunani, hakuna mwanaume, hakuna mwanamke, wote walio ndani ya Kristo wameokolewa sawa sawa na ile ahadi ya Abrahamu. Wote ni Waisraeli. Wote ni Waisraeli. Ukiingia kwa Yesu Kristo umeokolewa kupitia ahadi ya Abrahamu, unaonekana kama Isaka machoni pa Bwana. Hivyo ndio Roho wa Mungu alikuwa anaeleza kwa Galatia. So tukisoma hilo andiko linaongea kuhusiana na yule aliyeokolewa na yule anayeokolewa. Weza soma tafadhali. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile. Asema Bwana, nitaziweka sheria zangu katika nia zao, akili zao, na kuziandika moyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu anaandika kwa moyo sasa. Ni nini anaandika kwa moyo? Tukitaka kujua ni nini anaandika kwa moyo, lazima turudi kwa mahali ambao aliandika kwa jiwe. Yale yote ambayo aliandika kwa jiwe kupitia mauti ya Yesu Kristo, kupitia damu ya Yesu Kristo, yanatolewa kwa mawe, yanaandikwa katika mioyo yetu. Ni nini aliandika kwa jiwe? Kumbukumbu la Torati 10, tukiangalia mstari wa 4. Yale ambayo aliandika kwa jiwe ni yale sasa kupitia agano jipya anaandika kwa moyo. Agano la kale anaandika kwa mawe,
tukashindwa, Waisraeli wakashindwa, Agano Jipya Yesu analipa hiyo hukumu ambayo tumeshindwa msalabani. Baada ya kushinda, Yesu anaondoa dhambi katika moyo wetu kwa imani. Mungu anaandika sasa katika moyo wako. Zile aliandika kwa kibao ndo anaandika kwa moyo wako. Inaitwa Agano Jipya. Unaweza soma Kumbukumbu la Torati 10 mstari wake ukiwa ni wa 4. Bwana akaandika juu ya hivi vibao kile alichokuwa amekiandika kabla. Bwana akaandika. Nenda hatua baada ya hatua tafadhali. Bwana akaandika juu ya hivi vibao kile alichokuwa amekiandika kabla. Mara kwanza aliandika, Musa akavunja, Mungu akamtuma tena, akaandika tena. Endelea. Amri 10 alizokuwa amewatangazia. Amri 10. Hizo ndio Mungu aliandika. Aliwatangazia, akaenda akaandika Amri 10. Endelea. Alizokuwa amewatangazia juu ya mlimani. Kutoka kwenye moto siku ile ya kusanyiko. Kutoka kwenye moto siku ile ya kusanyiko. So tumeona Mungu aliandika amri 10. Acha turudi Waibrania. Mtu anapopata msamaha wa dhambi, hii si amri 10 Mungu ameandika katika mawe, ndo anaandika hizo katika moyo. So msabato anakuwa na amri ngapi? Amri 10 katika moyo wake. Amri 10 zinakuwa katika moyo wa msabato. Msabato ni yule ambaye amri za Mungu zimeandikwa katika moyo wake. Si amri ya 4 tu. Alafu kwingine anatembea katika mwili. Huyo si msabato. Msabato ni mtu ambaye amri 10 zimeandikwa kwa moyo wake. Naweza kusoma sasa Waibrania 10 mstari samani. Waibrania 8 mstari wake ni wa 10. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaziweka, Mungu anasema nitaziweka sheria zangu katika nia zao, katika akili ya msabato. Katika akili, amri Mungu ataweka. Na Mungu akiweka amri, mtu sasa ndo anafanyika msabato. Nia zao, akili zao. Utakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Rejelea tena. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile. Asema Bwana. Nitaziweka sheria zangu katika nia zao. Na kuziandika mpaka hapo ni sawa. Mungu anasema kwa agano la kale aliandika. Kwa agano jipya anaandika zile amri 10. Ni nini kitaandikwa katika moyo wa yule ambaye amesikia Injili, akageuka kutoka kwa uovu, akaweka imani kwa damu ya Yesu Kristo? Ni amri gani zinaandikwa? Kutoka 10. Kutoka 20, anza mstari wa kwanza 3 mpaka 17. Nini inaandikwa kwa moyo? Nini inaandikwa kwa akili? Kutoka 20 kuanzia mstari wa 3. Kutoka 20 anza mstari wa kwanza alafu uruke 3, ni sawa? Kutoka 20 mstari wa kwanza. Ndipo Mungu akasema maneno haya yote. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu akasema usiwe na miungu mingine ila mimi. So hii ndio Mungu aliandika. So katika moyo Mungu anaandika usiwe na miungu mingine. So msabato ni mtu ambaye hana miungu mingine. Kwa nini? Mungu ameandika kwa moyo wake usiwe na miungu mingine. Mstari mwingine wa 4. Usijitengenezee sanamu katika umbo la kitu chochote. So katika moyo wa msabato umeandikwa usiwe na miungu mingine, usijitengezee sanamu. So katika moyo wa huyu mtu ambaye ni
mtakatifu, huyu mtu ambaye ni msabato wa kweli, hapa kumeandikwa, ndani ya moyo wake kumeandikwa, usiwe na miungu mingine, usifanye sanamu ya kuchongwa, wala usiinamie. So msabato hainamii sanamu ya kuchongwa. Msabato hainamii. Msabato haendi kwa mganga. So kile kimeandikwa ni hayo. Endelea tafadhali. Usijitengenezee sanamu katika umbo la kitu chochote. Jitengezee sanamu katika umbo la kitu chochote kilicho juu mbinguni au duniani au ndani ya maji. Usivisujudie wala kuviabudu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, ninayewaadhibu watoto kwa ajili ya dhambi za baba zao hadi kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Mstari wa 6, lakini ninaonyesha upendo kwa maelfu ya vizazi ya wale wanipendao na kuzishika amri zangu. Mpaka hapo Mungu anaandika amri ya kwanza kwa moyo, usiwe na miungu mingine. Amri ya pili ni usinamie sanamu. Amri ya 3 mstari wa 7, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Mpaka hapo katika moyo wa msabato imeandikwa usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Tangalia inamaanisha nini? So ukiangalia hizi amri tumezisoma mpaka hapo ni 3, ziko kwa moyo, na ziko kwa moyo tu, ziko pia kwa nini? Kwa akili. So kile ambacho kimeandikwa kwa moyo pia kimeandikwa kwa akili. Kwa akili imeandikwa usio na Mungu mwingine, kwa akili yake. Kwa akili imeandikwa usiinamie, usifanye sanamu ya kuchongwa, wala usiinamie wala usisujudie. Huyu ni msabato wa kweli. Kwa akili yake imeandikwa usilitaje jina la Mungu bure. Amri ya 4 ambayo imeandikwa kwa moyo na pia kwa akili, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato imeandikwa kwa moyo wa huyu ambaye ameokoka. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase, na pia imeandikwa kwa akili yake. So iko kwa akili na iko kwa moyo. Mama, tuko pamoja? Iko kwa akili na iko kwa moyo. So hizi amri 4 ambazo zimeandikwa kwa kibao, sasa Mungu anasema kwa Agano Jipya imeandikwa katika moyo wa huyu aliyeokoka. So anapozitii, ikifika siku ya 7 anaacha kazi zake zote, anakaa katika neno la Bwana, anampa Mungu hiyo siku. Huyu mtu ndo anaitwa msabato. Hili jina Sabato limetokana na mtu kuweka Sabato. Lakini kuna kitu ambacho tunapata tuelewe zaidi, na Mungu anatueleza. Haandiki amri moja tu. Si anapumzika tu siku ya Sabato, hana miungu mingine. Alitaji jina la Mungu bure. Hainamii sanamu za kuchongwa. Mstari wa 12 ni sawa. Waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu mpaka hapo ni sawa. Waheshimu baba yako na mama yako. Mungu ameandika hizo 4, alafu amekuja ameandika tena katika moyo, waheshimu baba yako na mama yako. So msabato wa kweli hii imeandikwa kwa moyo wake. Anaheshimu wazazi wake, anaheshimu mamlaka ya mbinguni na hata ya duniani. Huyu ni msabato wa kweli. Next. Usiue. Msabato wa kweli haui. Hii neno usiue imeandikwa katika moyo. Imeandikwa katika moyo. So msabato yuko na hii katika moyo wake na hata katika mind yake. Next. Usizini. Msabato, hii neno usizini imeandikwa kwa moyo wake. Unaona, si amri moja tu. Usizini imeandikwa kwa moyo wake. Usizini iko kwa moyo na usizini iko kwa fikra zake. Imeandikwa kwa fikra. Next. Usiibe iko kwa moyo na iko kwa akili yake. Mungu ameiandika. Mungu akiandika wewe inabaki pale. Mama, tuko pamoja? Huu ni msabato wa kweli. Usimshuhudie jirani yako uongo.
Hii imeandikwa kwa moyo wa msabato. Msabato wadanganyi kwa sababu imeandikwa kwa moyo na imeandikwa katika mawazo yake, akili zake, fikra zake. Next. Usitamani nyumba ya jirani yako. Sitamani, tarudi. Usitamani nyumba ya jirani yako. Covetousness. Msabato imeandikwa ndani ya moyo wake na katika fikra. Atamani fedha, atamani mambo ya jirani, haimsumbui. Ni kwa sababu Mungu amesiandika. So kuna kitu ambacho mimi na wewe yafaa tuangalie katika uzito. Mungu akiandika kitu anaacha alama. Katika akili yako anaacha alama, na katika moyo wangu anaacha alama ya kile alichokiandika. Hizi zote zimeandikwa kwa moyo. Huyu mtu ambaye anaitwa msabato, zimeandikwa kwa moyo wake. Mungu ndio ameziandika. Anabeba maandishi ya Mungu ndani ya moyo wake, na katika maisha yake ukimwangalia unaona maandishi ya Mungu. Huyu ndio msabato. Maandishi ya Mungu nayaona. Yeye ni barua, akiwa mbali unamsoma. Ni kwa sababu Mungu akiandika mahali, hata we Ulaya, uko hapa Afrika, utaona andishi la Mungu kama jua. Jua Mungu ameliweka na linaonekana. Kwa nini? Ni Mungu ameandika. So kiangalia hapa, tuwe makini tafadhali. Mungu ameandika, alafu Mungu anasema haitoshi. Haitoshi. Anakupatia msaidizi. Ezekieli tafadhali 36 mstari wa 26 na 28. Imeandikwa usizini. Mungu anasema haitoshi. Nataka nikupatie msaidizi ambaye ni mkubwa zaidi yako na zaidi yangu. Mungu anakupatia msaidizi ndani ya moyo wako. Ili msaidizi akusaidie, anisaidie nitembee katika yale yameandikwa. Ameandika usibe, usizini, usishuhudie jirani yako uongo, usitamani ya jirani yako, heshimu wazazi wako, mpende jirani yako sawa na nafsi yako. Mungu ameandika kwa moyo wako na moyo wangu. Alafu anasema haitoshi, na kupatia msaidizi atakayekusaidia kutembea katika yale ambayo ameandika. Mungu anakupatia msaidizi kwa ile handwriting ambayo ameandika, anakupatia msaidizi aweze kukuongoza kwa hiyo handwriting. Msabato anguki kwa usinzi kwa sababu imeandikwa na amepewa msaidizi. Si maisha yake. Usinzi si lifestyle. Simaanisha hawezi gafilika. Daudi aligafilika, lakini haiwi lifestyle. Eti usinzi kwanza usinzi wa ina maana imeandikwa. Mungu ameandika na amekupatia msaidizi. Haitoshi kuandika, amekupatia msaidizi. Nitashinda dhambi kiasi gani? Niko na uwezo wa kuweka amri za Mungu kiasi gani? Si wewe, ni Roho Mungu ndani anafanya msabato atembee katika amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni msabato kwa sababu amri zimeandikwa ndani na amepewa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anamuongoza kutembea katika amri za Mungu. Anaitwa msabato. Amri ziko kwa moyo na amepewa msaidizi. Tusome tafadhali. Kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 26. Ezekieli 36, 26 na 27 tafadhali. Nitawapa moyo mpya. Mungu anasema nitawapa moyo mpya. Na kuweka roho mpya ndani yenu. Na kuweka roho mpya ndani yenu. Nitaondoa ndani yenu moyo wenu wa jiwe. Nitaondoa ndani yenu moyo wa jiwe. Na kuwapa moyo wa nyama. Na kuwapa moyo wa nyama. Nami nitaweka roho yangu ndani yenu. Mungu anasema nami nitaweka roho yangu ndani yenu, roho yake ndani yenu. Na kuwafanya nyinyi mfuate amri zangu. Na kuwafanya, ataweka roho, halafu huyu roho atakufanya. Huyu roho amekuwa ndani, atakufanya kufuate amri ambazo zimeandikwa katika moyo. Usizini, usiibe, waheshimu wazazi, usiwe na miungu mingine. Zimeandikwa kwa msabato, alafu amepewa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamfanya asizini. Roho Mtakatifu anamfanya asiibe. Roho Mtakatifu anamfanya asishuhudie uongo. Msabato yuko hivyo. Msabato wa kweli yuko hivyo. Kwa nini? Nani yuko nyuma yake? Maandishi ya Mungu yako kwa moyo wake na kwa fikra zake. Nani yuko nyuma yake? Roho Mtakatifu yuko ndani yake, anamuongoza katika yale ambayo Mungu ameandika kwa moyo wake. Msabato wa kweli anafanana hivi. Ni wangapi wale unawajua wasabato wa kweli ambao wanaishi maisha haya?
naanza kuona wachache sana. Naanza kuona wachache sana. Endelea. Rejelea 27 tafadhali. Nami nitaweka roho pia. Nami nitaweka roho yangu ndani yenu. Nami nitaweka roho yangu ndani yenu. Huyo ni Roho Mtakatifu kutoka kwa Bwana. Kuwafanya ninyi mfuate amri zangu. Na Roho Mtakatifu atatufanya tufuate amri za Mungu. Msabato anafuata amri za Mungu. Ya kwanza mpaka ya 10 kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kuwafanya kuwa waangalifu kuzishika sheria zangu. Na huyo Roho atatufanya tuwe waangalifu. Wasabato ni waangalifu katika amri za Mungu, kwa sababu maandishi yako kwa moyo wao na akili zao, na Roho wa Mungu anawafanya wawe waangalifu wa Sabato, msabato wa kweli. Next. Imeisha. Naweza angalia Warumi 8. Warumi 8. Mstari wa 3 na 4. Kitabu cha Warumi 8 kuanzia mstari wa 3. Naam. Maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kile ambacho sheria ya mwili, sheria iliyoandikwa kwa mawe, tukashindwa, haikuwa na uwezo wa kufanya, vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili. kwa vile ile sheria ilikuwa dhaifu katika mwili wetu. Mwili haiwezi kukabila kuzini, na Mungu amesema usizini. Mungu akamtuma Yesu Kristo mwanae mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi. Yesu akashuka kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili wa dhambi, na kwa ajili ya hiyo dhambi yetu yeye alihukumu dhambi katika mwili. Mungu akaiweka kwa Yesu Kristo. Mungu akaihukumu hiyo dhambi katika mwili wa Yesu Kristo, tukawa tumehesabiwa hatuna dhambi ndani ya moyo wetu. Mstari wa 4. Ilikuwa haki patikanayo kwa sheria. Rejelea mstari wa 4. Ili kwamba so Mungu anahukumu dhambi zako na zangu, tafadhali, kwa mwili wa Yesu Kristo. Moses, Lydia, Karo, Faraja, Mungu anahukumu dhambi zako na zangu kwa mwili wa Yesu Kristo. Maiti pia zinahukumiwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Kwa nini? Mstari next inaeleza kwa nini Yesu alihukumiwa, kwa nini damu ya Yesu ilimwagika, kwa nini Yesu alikuwa anafia nini. Yesu alikuwa anakufa ili dhambi zako zilipwe. Yes, na pia Yesu alikuwa anakufa ili haki ipatikanayo kwa sheria iwe ndani ya moyo wako. So Yesu hakufia tu dhambi. Yesu anakufa ili usizini, iwe ndani ya moyo wako ili usizini. Haki patikanayo kwa sheria. Yesu alikuwa anafia dhambi zako ili haki, usawa ndani ya sheria usiibe, iwe ndani yako ili usiibe. So Yesu akifa, mimi na wewe tunapewa nguvu ya kutokuiba. Yesu akifa, tunapewa haki ya kutokuzini. Yesu akifa, tunapewa haki ya kutokuinamia miungu mingine yoyote ile. Hiki ndio kifo cha Yesu Kristo. Alifia dhambi na alifia haki ipatikanayo kwa sheria iwe ndani. Haki inayopatikana kwa sheria inamaanisha nini? Inamaanisha matendo mema. Matendo mema ya sheria yaandikwe hapa. Wenye wanadamu hawakuweza katika mwili sheria. Sasa inachukuliwa matendo mema ya kuweza yanawekwa kwa moyo wao kupitia kifo cha Yesu Kristo. Umeelewa hiyo point? Yesu anakufa ili yale mema ya sheria ambayo mwanadamu ameshindwa yawe ndani ya moyo wake ili ashinde. Ile standard ya righteousness ya sheria, kile kipimo, kiwango, ukamilifu wa sheria, njia za sheria, Yesu anakufa zitolewe, ziwekwe kwako. Ina uwezo kiasi gani? Ili nisizini, Yesu anakufa ili hiyo haki iwe ndani ya moyo wako, Lydia. Na Mungu anasema bado haitoshi, anakupatia Roho Mtakatifu. Anasema bado haitoshi mama, anaziandika katika moyo wako. Anaziandika. Msabato ni mtu ako na nguvu ya kushinda dhambi. Msabato ni mtu ambao haki yote ya sheria imekuwa ndani yake. Imeisha?
ili kwamba haki ipatikanayo kwa sheria, ili kwamba haki inayopatikana kwa sheria itimizwe ndani yetu sisi. Haki inayopatikana kwa sheria itimizwe ndani yetu sisi, ambao hatuenendi kwa kufuata mwili, hatuenendi kwa kufuata mwili, bali kwa kufuata roho. Msabato ni mtu ambaye haki ya sheria imekuwa ndani yake na haenendi kwa mwili. Msabato ni mtu ambaye haenendi kwa mwili. Mtu yote ambaye anaogelea kwa mwili, usiwahi kumuita msabato, kwa sababu itakuwa na kufuru roho wa Mungu. Itakuwa unasema mtu ameokoka ana roho wa Mungu na hana roho wa Mungu. Ni sawa na kusema mtu ni msabato. Ni sawa na kusema amri za Mungu zimeandikwa ndani ya moyo wake. Ni sawa na kusema Roho Mtakatifu yuko ndani ya moyo wake. Unakufuru. Na kama kuna dhambi ambayo haisamewi ni dhambi ya kukufuru. Dhambi ya kukufuru si kubwa ambayo inashindwa kuosha dhambi. Inashindwa kuosha na damu ya Yesu Kristo. Lakini Yesu anasema hii dhambi ya kukufuru siioshi. Hii wache ikae. Mungu anasema hii ya kukufuru siishughulikii. Yesu ana damu lakini anasema hii ya kukufuru siishughulikii. Then inafaa niwe slow, uwe pole pole. Usiseme tu mimi ni msabato ama yule ni msabato. Angalia matunda yako kwanza. Angalia matunda yake kwanza. Angalia jinsi mtu anafanyika msabato. Ndio uconclude roho wa Mungu yuko ndani yake na amri za Mungu ziko ndani yake. So sabato si masaa. Si saa. Si saa. Saa ni S. Hii ni saa. Sawa? Saa. Alafu bato. Si saa bato. Si saa 12 mpaka saa 10 si saa. Ni sabato. Hilo tutakuja tu kuliangalia, lakini kile kitu ambacho Mungu anataka tu azilikuweka ndani ya moyo wako ni uelewe. Usikufuru kwa kusema yule ni msabato ama mimi Angalia matunda yake. Angalia ni vipi alimfanyika msabato. Angalia je, amri zimeandikwa kweli, anaendelea katika amri zingine. Leo kiingia katika kanisa la Sabato ni siku ya Sabato. Zamani ilikuwa tunaangalia tu mnaenda Jumamosi, wewe ni msabato. Tulifanya makosa na ulifanya makosa. Lakini sasa tukiingia katika kanisa la Sabato, mtu akiniambia ni msabato, Mungu anataka uchunguze zaidi ya saa. Zaidi ya yale masaa tu. Uko kwa amri hii, waishi vipi na wazazi wako? Una nguvu ya kushinda zina? Unatukana? Unaishi maisha gani? Uchunguze maisha ya nje na uconclude bila hofu kwamba mtu ni msabato ama si msabato. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie. Tushaangalia kusanayo yote, hatuko mbali kumaliza. Tuangalie Yakobo. Vitabu pengine vitatu kwa rehema ya Mungu ama viwili. Tuangalie Yakobo 2. Yakobo 2 mstari wake ni wa 10. Kitabu ni cha Yakobo 2 mstari wake wa 10. Yakobo 2 mstari wake ni wa 10. Kwa maana mtu yeyote anayeshika sheria yote. Kwa maana mtu yeyote anayeshika sheria yote. Kwa maana mtu yoyote anayeshika sheria yote. Mpaka hapo mtu anawezaje shika sheria? Mungu ameziandika kwa moyo wake. Watu wengi wanapotosha hili andiko na pia unaweza kuchanganyikiwa. Elewa, mtu anaweza kuweka sheria zote, ndio venye neno limesema. Kwa nini anaweka vipi? Zimeandikwa kwa moyo wake. Haki ya kuzitenda imewekwa kwa moyo wake kupitia mauti ya Yesu Kristo. Na amepewa Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu anaweza kuweka amri za Mungu? Ndio. Na kama anaweza ndio na yuko ndani yako, basi unaweza kuweka amri za Mungu. Si wewe unaweka, ni zimeandikwa na haki ya kuzitenda imekuwa ndani na umepewa Roho Mtakatifu ndani. So mwanadamu anaweza kuweka amri za Mungu? Yes. Roho Mtakatifu ndani. So hakuna kitu kama cha shetani kwamba wewe unaweza kuweka zote. Wewe unaweza. Huo ni udanganyifu wa ibilisi shetani. Ni kwa sababu mwanadamu haelewi ni nani anaweka. Msabato wa kweli anaelewa nani anaziweka, ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza? Ndio. Anawezaje? Yuko ndani yako na anatumia mwili wako kukuwezesha. Period. Isome tena. Kwa maana mtu yoyote anayeshika sheria yote. Kwa maana mtu yoyote anayeshika sheria yote, lakini akajikwaa amri 10, akajikwaa katika kipengele kimoja tu, ana hatia ya kuivunja sheria yote.
Msabato wa kweli ni nani? Tuambiwa Mungu ameandika 10. Msabato wa kweli kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anatembea katika hizo zote. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anatembea katika amri hizo zote. Mali utakufuru ama nitakufuru ni kusema haiwezekani. Ni sawa na kusema Roho Mtakatifu hawezi kufanya mwanadamu atembee katika amri za Mungu zote kwa ukamilifu. Unakufuru wewe. Nisikufuru, niende na neno, uende na neno. So Mungu anasema hapo msabato wa kweli ni ule atembei tu katika amri moja, lakini anatembea katika amri zote kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. So nionyeshe mtu ambaye analewa. Mtu ambaye analewa ni msabato, na wako wengi. Mtu ambaye anazini ni msabato. Mtu ambaye haheshimu wazazi, huyo ni msabato. Licha ya kuwa anapumzika siku ya saba, anapumzika, huyo mtu ni msabato? Si msabato. Kwa nini? Roho wa Mungu ndani yake hana wa kumfanya aishi katika hizo amri zingine. Yakobo anasema msabato ni nani? Yakobo anasema mtu ambaye anajikwaa kwa amri moja hata aweke hizo zingine 9, anasema ameasi. So acha turudi tena kwa wepesi Kutoka. Wepesi Kutoka 20, utasoma mstari wa 3. Kutoka 20 mstari wake ni wa 3. So Mungu anataka tuangalie hiyo kitabu ya James. Hiyo kitabu ya James 2 mstari wa 10. Hiyo kitabu ya James 2 mstari wa 10 tuangalie na Kutoka. Mtu ambaye anasema ni msabato kwa sababu anapumzika siku ya 4. Mungu anataka nimuangalie na Kutoka yote. Ndio nitajua huyu mtu kweli uko na roho ya Mungu ndani yake, aike sabato ama hana roho ya Mungu. Akijikwaa kwa moja, amevunja zote. Naweza soma sasa Kutoka 20 mstari wa 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Msabato wa kweli hana mungu mwingine. Msabato wa kweli haendi kwa waganga. Msabato wa kweli si mshirikina. Msabato wa kweli hana miungu mingine. Kwa nini? Roho wa Mungu yuko ndani yake. Maandishi yako ndani yake. Haki ya kutokuwa na mungu mwingine imekuwa ndani yake. Yuko huru kwa haya maovu yote. So hiyo ni msabato wa kweli. Mstari wa 4, msabato wa kweli. Usijitengenezee sanamu katika umbo la kitu chochote. Msabato wa kweli hana sanamu. Inaweza kuwa pesa, inaweza kuwa mambo ya ulimwengu. Msabato wa kweli hafungwi sanamu za kiroho na sanamu za kimwili. Hainamii, hafungwi na fedha, hafungwi na maisha ya ulimwengu. Msabato wa kweli, hizi si kitu cha kumsumbua. Hazimsumbui. Kwa nini? Hana sanamu. Amepewa roho wa Mungu, zimeandikwa kwa moyo wake. Uchukue gari yake asumuki. Uchukue sijui nini yake asumuki. Kwa sababu haziko connected na nafsi yake, hazimsumbui. Msabato wa kweli. Lakini ukiona dhehebu la sabato kweli, watu wanasema ni wasabato, lakini wanashikiana mapanga kwa mashamba, wanauana. Mtu anasongeza ploti yake, anasongeza shamba, anakata. Hawa watu si wasabato, wako chini ya hasira ya Mungu, si wasabato. Sabato wa kweli ashikilia mambo ya ulimwengu, hana sanamu katika moyo wake. Msabato wa kweli tunaongelea hii. Na nani anafanya msabato? Roho wa Mungu. Hainamii sanamu ya Maria. Hakuna msabato anainamia sanamu ya mwili. Na hakuna mtu anaingia paradiso anainamia sanamu ya Maria. Huyo si msabato wa kweli. Unaweza soma mstari wa 7. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Msabato wa kweli haapi kwa uongo. Hii kutaja jina la Mungu bure ni nini? Mungu anasema katika waraka wa Yakobo, si ndio? 2 Timothy. Waraka wa Timotheo wa pili 2 mstari wa 19. Mungu anasema mtu yote ambaye analitaja jina la Yesu Kristo, jina la Bwana, aepukane na uovu. Msabato ni mtu ambaye asemi, angalia, anasema Bwana Yesu asifiwe. Msabato wa kweli, Bwana Yesu asifiwe, na umpate katika uchafu.
Msabato wa kweli. Anasema Bwana Yesu asifiwe, na umpati katika uchafu. Anatembea katika amri za Mungu. Msabato wa uongo ni yule anakusalimia Bwana Yesu asifiwe, hata kabla mkutane anakuambia kwanza tuombe. Wako hata kabla mfanye chochote tuombe, mnaomba, lakini ukisikia yale ambayo anayafanya ni maovu, huyo si msabato wa kweli. Na usichelewe kwa mwezi wa Mungu kumweka tu sawa. Mwambie wewe si msabato wa kweli. Msabato wa kweli hafanyi hivi. Msabato wa kweli haishi hivi. Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani, ndio anamfanya mtu aweke amri na ndio awe msabato wa kweli. Mama, naweza soma tafadhali? Timotheo wa pili 2:19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Kiwa na muhuri wa maandishi haya. Bwana anawajua walio wake. Kila alitajaye jina la Bwana na awache uovu. Msabato wa kweli anataja jina la Bwana na ameacha uovu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni msabato wa kweli. Na kama sijakuwa hivyo, kama nimekuwa na ulegevu, Mungu anataka nitafute moyo wangu, niangalie msabato wa kweli anakaa vipi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu niliye mzima uliye mzima, uamshwe ukae katika laini ya Bwana. Kama uko nje, amini Kristo, ziandikwe, ushinde uovu na ukae katika njia ya Bwana. Sabato ya kweli achanganye neno la Bwana na uovu, achanganye. Kweli kweli ni kweli na uongo anaweka kando uongo. Anasimama katika kweli, msabato wa kweli. Mstari wa 8, msabato wa kweli. Kutoka 20 mstari wa 8, msabato wa kweli. Kutoka 20 mstari wake wa 8. Kumbuke siku ya Sabato na uitakase. Msabato wa kweli anakumbuka siku ya Sabato. Roho wa Mungu yuko ndani yake, anatakasa siku ya Sabato ndani yake. Msabato wa kweli ashindani. Msabato wa kweli ashindani na Sabato. Kuna kitu hapa yafaa uelewe, venye mwanadamu ni muovu. Hata kama uwezi kuweka Sabato, hata uambiwe kwa siku 12 fanya kazi yako, bado siku moja mama, bado siku moja hautampatia Bwana. Hata uambiwe sawa, hapo Mungu anasema kwa siku 6, tukishika anasema kwa siku 6. Unalalamika, hata upewe siku 12. Waombe basi katika hizo siku 12 nipatie moja, bado utashinda. So Sabato si hapa sijafanya, hii sijafanya, hii. Sabato ni posture ya moyo, na ni Roho Mtakatifu anakufanya uweke. Sio mtu ambaye anashindana na Sabato huwa ana miungu. Huwa kuna kitu muhimu anaona ni bora afanye. Huko siku 6. Mungu akwambia siku moja tu. Hii siku moja tu ikumbuke. Hii moja tu, na umepewa 6 usioni mpaka wakula hii moja. Sio ndio maanisha hata kwa siku 30 akwambia nataka moja kwa hii 30, bado hii 30 hautapumzika. Huu ndio moyo wa mwanadamu. Hata sema 12 akwambia 30, kwa 30 nipatie moja. Utashindwa, bado utafanya kazi zako katika hii moja. Sabato inafanya angaliwaje mstari wa 9? Siku 6 unafanya kazi na kutenda shughuli zako zote. Msabato wa kweli anafanya kama venye Mungu alifanya. Kwa siku 6 anafanya kazi zake zote. Siku 6 anafanya kazi zake zote. Mama, tuko pamoja siku ya 7? Lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Lakini siku ya 7 ni siku ya Sabato kwa Bwana Mungu wako. Kwa si yako, kwa Bwana. Si yako Petro, ni kwa Bwana, si yangu, ni kwa Mungu wako. Kwa nini? Endelea. Siku hiyo utafanya kazi yote wewe. Hii ndio Sabato. Sabato Mungu amesema hatufai kufanya kazi siku hiyo. Ni siku yake, tunamtukuza yeye. Next. Wala mwanao au binti yake. Msabato anaishi hivyo, afanyi kazi. Au mtumishi wako wa kiume au wa kike. Yes, mtumishi wako wa kiume wa kike. Wala wanyama wako. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Msabato wa kweli achukui ng'ombe na kwenda kulima wakati wa Sabato. Hafanyi kazi. Kwa nini? Amefanya kazi siku 6. Siku ya 7 anampatia Bwana. Anatii neno la Bwana. Nani anafanya atii? Roho wa Mungu ndani yake. Next. 11. Kwa siku 6 Bwana aliumba mbingu na nchi. Mungu alifanya kazi kwa siku 6.
Kwa kuumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Lakini Mungu akapumzika siku ya saba. Mungu alipumzika siku ya saba. Ndio maana msabato anapumzika siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato. Bwana akaibariki siku ya Sabato na kuifanya kuwa takatifu. Mstari wa 12, msabato hii imeandikwa katika moyo wake. 12, Heshimu baba yako na mama yako. Msabato anaheshima. Msabato anaheshima. Anaheshimu wazazi, anaheshimu mamlaka. Huyu ni msabato. Msabato ambaye hana heshima kwa wazazi, wanapiga wazazi wao, wanatukana wazazi wao, aidha wa kiroho, aidha wa kimwili, aidha wa kiserikali, anatukana, anaongea huyu hata akisema ni msabato ni kinywa kinasema, lakini moyo uko mbali na Bwana wa Sabato ambaye ni Yesu Kristo. So huyu si msabato. Next. Usiue. Msabato achukii kwa moyo. Kuua ni kuchukia kwa moyo. Moses, waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 15, mama yote amchukaye ndugu yake ni muuaji. So hata kama uko kwa toba, inafaa ujue toba yako inafaa ifanane vipi. Ufai kuchukia mtu katika moyo. Msabato habebi mtu kwa moyo. Msabato haiki makosa kwa moyo. Wasabato wanafaa waka hivyo na wako hivyo na wanaishi hivyo, na ni hivyo kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yao na anataka iwe hivyo. Lakini mtu kama hana roho wa Mungu, hana sabato ya Bwana. Hana roho wa Mungu, hana maandishi ya Mungu. Mungu atakupaje roho na hajaandika ndani? Ataandikaje ndani bila kukupatia roho? So hizo zote zinaenda pamoja na zote zinaenda kwa msabato. So nisijiangushe pia katika dhambi ambazo ni za maksudi kwa kumzima roho. Msabato haui utoaji wa mimba. Msabato atoi mimba. Mahali natoka kuna mimba zinatolewa. Mimba zinatolewa. Mimba zinatolewa tu hapa. Mtoto yuko form 3, ametoa mimba karibu 3. Na bado anaendelea kulala na wanaume. Ametairiwa ili hisia zisiamke. Na licha ya kuwa ametairiwa, hatufahamu kwamba tohara inafaa iende kwa moyo, si katika mwili. Mwanamke anatairiwa ili moto usiwake, asilale na vijana, na ndio analala na vijana, na ndio mimba zinatolewa kila wakati. Na Jumamosi mapema sana tuko katika Sabato. Na bado tuko sisi ni wa Sabato, sisi ni mafundisho ya juu sana. Roho Mungu alikemea uovu, lakini bado haijatosha. Mungu anataka watu waamshwe. Lakini huwezi amsha mtu aliyelala kama wewe hujaamka. So paka niamshwe mimi, paka uamshwe wewe ndio Mungu akutumie. Mungu hawezi tumia yule amelala au amshe yule amelala. Yule aliyeamka, huyo Mungu atamuamsha, alafu atamtumia kuamsha yule aliyelala. So wataka kuamka, wataka uamsho wengine na Mungu, amka. Na bado kwa neno kianza kumhubiria, watu wana vitabu vingi sana. Ni kuna kitu hawajaelewa na shetani anaoingiza jehanamu, na Mungu anakufunulia wewe na mimi ili tushiriki kupitia Roho Mtakatifu. Waamke, wajue msabato wa kweli ni nani. Msabato wa kweli atoi mimba, afanye masturbation. Msabato wa kweli afanye punyeto. So usiogope kurekebishika na kurekebisha mwingine bila hofu. Tuangalie mstari wa 14 ya Kutoka 20:14. Usizini. Msabato azini. Msabato angalia pornografia. Msabato yote ambaye anaangalia pornografia si msabato wa kweli. Na roho wa Kristo ndani yangu, kama mimi naangalia, mimi si msabato wa kweli. Na mwingine akiwa anaangalia na anajita msabato kwa uwezo wa roho wa Mungu, kwa hili fundisho na mafundisho mengine, sitanyamaza kumwambia wewe si msabato, wewe ni mnafiki. Na wewe pia usinyamaze, hivyo ndio utamsaidia. Lakini ukinyamaza inamaanisha wewe na yeye mko sawa nyote. Lazima kuwe na laini penye Mungu ameka laini hapa. Si sifa tu za juu, mimi ni msabato, mimi ni msabato, wasabato wa kweli ni akina nani? Hawazini. Hawaangalii pornografia. Tamaa ya kuangalia wanawake na kutamani wake za wenyewe iling'olewa, imetolewa, haipo. Akiangalia mwanamke anaona huyu mwanamke anaweza kuwa mzuri kumtumikia Yesu Kristo. Hilo ndio wazo liko ndani ya moyo wake, Mungu ameweka. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yao. Hawa compromise. Wasabato hawa compromise. Eti umekuja hapa, unajita msabato, umefungua video chafu na angalia hapo. Mtu amekaa hapa anasoma neno na sikia uchafu wako hapa, hata kama ni kwa gari.
Na sote tunasema ni wa Sabato. Kama ni mtu wa mataifa sawa, nitamwambia punguza hiyo sauti na hii itakupeleka jehanamu na umfungulie. Lakini mko hivi, mmeenda ugenini, umekaa wa Sabato, alafu unaona mtu anafanya uchafu hapo. Mhubirie. Mwambie hii si sawa. Wewe si msabato. Wa Sabato wafanye hivi, angalia maandiko vizuri. Usinyamaze. Wa Sabato hawazini. Next. Usiibe. Wa Sabato hawaibi. Huko mahali ninatoka watu wanaibiana mashamba. Huko Mombasa unaona mpaka wako umesongezwa. Na unafika kwa boma tu unajua sisi ni wa Sabato. Ambaye ni msabato na unaiba ninio miti huko. Roho Mungu hakuafisha, Roho Mungu afichi. Roho Mungu anakuweka vile ulivyo ndio hivyo hivyo. Hii si Sabato, unajidanganya hapa na utakufa uingie jehanamu. So Roho Mungu hata ruhusu. Haya mafundisho ukiyapokea nikiyapokea, Mungu atakutumia. Roho Mungu atamweka tu mtu sawa. Roho Mungu alituma neno lake muda kidogo tu. Wengi sana Mungu aliwa convict. Wengi. Paka wachungaji wenyewe. Wengi kwa sababu neno la Mungu linajua msabato kweli ni nani na kuna tabia ambazo watu wako nazo. Ndio wamezoea msabato. Sabato jina. Sabato ni Mungu. Sabato ni Yesu Kristo. Ilianzia nao. Hao ni wa Sabato. Wanafananaje? Mimi nafananaje? Wewe unafananaje? Wataka kufananaje? Kwa Sabato hawaibi. Usifungue mdomo wako kuniambia wewe ni msabato na unaiba ama unazini. Roho wa Kristo atakukemea. Mimi sitakukemea, sina uwezo. Lakini Roho wa Kristo wakati huo atakukemea. Msabato wa kweli huwa anaogopewa. Hata nikwambie kitu ambacho Mungu anafanya. Ukiwa unatembea kwa amri zake, wale ambao hawatembei kwa amri za Mungu, wakija hata kuongea na wewe, huwa kuna kitu Mungu ameweka hapa. Hiyo niliona nikiwa sehemu hizo. Mtu anashindwa ataanzaje kwa sababu hapo na unafiki mwingi ndani ya moyo kiasi kwamba hawezi kuja kukuongelea, hawezi ndani ya moyo. Maana anajua direct Roho Mungu atakuonyesha uovu ndani yake. So Sabato wa kweli Mungu amekaa kama venye alikuwa amekaa kwa Ayubu. Ni kwa sababu anakaa katika amri za Mungu. Itakuwa hivyo kwako, itakuwa hivyo kwangu. Na iwe hivyo kwako na iwe hivyo kwangu. Next. Wa Sabato hawashuhudiani uongo. Msabato wa kweli ashuhudii mwingine uongo. Kile kitu ambacho ana uhakika nacho ndo anasema. Kile kitu ambacho hana uhakika atakwambia sina uhakika nacho. Lakini msabato wa uongo yeye atasema tu uongo na hata kuwa convicted, hata huzunika ndani ya moyo, ataendelea tu na maisha yake ya kawaida. Huyu si msabato wa kweli. Huyu ni mfarisayo, huyu ni mnafiki. Aidha kwako ama kwangu. Nijiangalie na ujiangalie, ugauge moyo wako na moyo wangu. Next. Usitamani nyumba ya jirani yako. Paka hapo ni sawa. Msabato wa kweli atamani nyumba ya jirani yake, atamani watoto. Tukimalizia na Wagalatia 5:19, ziko uovu mwingine hazijatajwa hapa ili mtu yote asijifiche ndani ama nisijifiche ndani. Wagalatia 5:19, hili ni kanisa la takatifu. Kuna tabia walikuwa wanaingia, wakaambiwa, wakaonywa, wakaambiwa ukiendelea na hizi tabia sao ufalme wa Mungu, sao paradiso, mtachomwa. So mtu ambaye anaendelea kuogelea kwa hizi tabia, mtu anaogelea kwa hizi tabia, lifestyle ya mtu ambaye ni hii tabia yake, huyo mtu si msabato. Naweza soma Galatia 5:19 tukimalizia nayo. Wagalatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya. Msabato si msherati, yani atendi tendo la ndoa kabla ndoa, afanyi tendo la ndoa nje ya ndoa. Msabato ana mpango wa kando. Kama mtu yote yuko na mpango wa kando ni tabia yake, huyo si msabato. Msabato hana mipango ya kando. Ana mke mmoja na analala na mke mmoja. Aongezi, huyo ni msabato. Msabato si mchafu, waishi maisha machafu, maneno machafu. Msabato ana maneno machafu. Msabato ako na hofu, kinywa chake ni kisafi. Roho wa Mungu anaongoza mdomo wake na maneno yake. Msabato ambao si wa kweli ni mchafu kwa maneno na mwenendo. Next. Msabato si mfisadi. Msabato haogopi hata kuuawa. Yaani anataka kusimama katika kweli. Msabato wa kweli haogopi, yaani anasimama kwa kweli tu.
Si mfisadi. Si mfisadi. Waonaje rais akiwa msabato wa kweli? Nchi itakuwa sawa. Nchi itakuwa sawa. Next. Kuabudu sanamu. Msabato wa kweli hana sanamu za kiroho na ala za kimwili. Msabato wa kweli hakeshi katika simu. Na ukimwona kwa simu anafanya neno la Mungu. Na lile wazo ambalo linampeleka kwa simu ni kufanya kazi ya Bwana. Msabato wa kweli hakui entertained na Facebook, Twitter, WhatsApp. Msabato wa kweli YouTube, hakui entertained. Ukimwona hapo jua anafanya kazi ya Mungu. Msabato wa kweli. Mpira, sports, msabato wa kweli afanye upuzi huo. Msabato wa kweli hana mizaa hiyo. Msabato wa kweli roho wa Mungu yuko ndani yake. Anamfanya wewe hivyo. Jichunguze mpendwa, nijichunguze. Nini natumia muda mrefu? Kwa ni simu nafanya nini? Kama si neno la Bwana, hiyo ni sanamu. Msabato wa kweli hata akitoka nyumbani hivi, amesahau simu, haimsumbui. Nasema ni sawa, nitakuja baadaye. Si sanamu, si idol kwake. Anaweza kukaa siku nzima, wiki, hata bila hiyo. Msabato wa kweli hajakuwa connected, hajakuwa attached. Ila tu awe anaenda kuitumia hiyo simu kwa mahubiri kama haya, atarudi. Lakini haitamtatiza. Na watu wamefungwa katika miungu hiyo. Next. Msabato wa kweli si mchawi. Kwetu wako wachawi wengi sana. Na sika sabato wamejazana sana, makambi yote wamejazana. Wengi na ni wachawi. Na maanisha nini nikisema hivi? Na wadhalilisha hapana, ni mojawapo ya injili. Waamke na sisi pia tuamke. Msabato si mchawi. Mtu ambaye ni mchawi si msabato. Next. Uadui. Msabato hafugi uadui. Msabato haiki maneno hapa. Haiki uadui, haiki grudge, haiki mtu. Msabato ni mtu utamtukana. Anakwambia nitakushtaki wewe. Alafu baadaye Mungu anamzungumzia anambia muache tu. Anakuja anambia nimekusamehe. Na anakuona uko na shida anakuambia ile pale chakula kula. Mpaka unashindwa mtu nimemtukana na unashindwa. Msabato wa kweli uko hivyo, ni Kristo anaishi ndani yake, ni Mungu anaishi ndani yake, ana grudge, afugi. Na ni asili yake tu. Si asili yake, ni asili ya roho ya Mungu ndani yake na imefanya iwe sehemu yake. Anaona hiki ni kitu kidogo tu. Msamehe tu. Mama moja mume wake ameuawa, amepigwa risasi, walikuwa Sabato. Hiyo bwana angekuwa mke wake anasema angemsamea, na mama ameitoa vizuri, amesema nimemsamea aliyemuua bwanangu. Wewe umetukanwa tu kidogo, mimi nimetukanwa tu kidogo. Unaendaje? Unafanya nini? Mwingine wanasema hata siendi kanisani. Alafu nasema ni Sabato, naenda simama mbele ya Kristo. Tunasema tu pastor sitaki kumuona. Unashindwa, unaenda simama mbele ya pastor ama unaenda simama mbele ya Yesu Kristo? Msabato wa kweli hatingisiki katika imani. Mimi ama wewe. Next. Msabato wa kweli hawana ugomvi, wanaongea. Usipende ugomvi. Magomvi sio wa Sabato. Anisa zingine zinaenda mpaka zinapigana. Ni kwa nini? Si wa Sabato wa kweli, ni wanafiki. Hawajajitambua sisi si wa Sabato, tuingie kwa toba Moses. Tuanze kutafuta Bwana wa Sabato kwa neema ya Mungu. Wameka kiburi juu sisi ni wa Sabato. Na hakuna mafundisho mengine. Umesikia? Kiburi na vita viko hapo ndani, magomvi yako hapo ndani. Kugawanyika kuko huko ndani. Next. Wasabato hawana wivu. Msabato wa kweli hana wivu. Akiona Mungu anakutumia, anasema Mungu nitumie kama yule bwana. Wivu wa kumsongeza mtu mbele, wivu wa kutumika zaidi, si wivu wa kuvuta yule ambaye Mungu anamtumia unamvuta nyuma. Wasabato hawana wivu. Mtu ameokolewa kwa nyumba hii, anafurahi. Msabato atafurahia. Mtu ambaye si msabato hatafurahia. Wivu uko ndani. Kama unatumika kweli, msabato wa kweli atakwambia Mungu anakutumia, Mungu aendelee kutumia, ama atakuombea tu katika moyo. Next. Hasira. Msabato wa kweli hawana hasira, roho wa Mungu ameiondoa. Fitina. Wasabato wa kweli hawana fitina, maneno hapa, maneno pale. Wasabato wa kweli hawana Wasabato wa kweli hawafugi mafarakano, hawana mafarakano, si eti hayatokei. Katika maandiko yalitokea Paulo na Barnaba.
Paulo na Sila na Barnaba na Marko yalitokea, lakini hayaendelei. Baadaye Paulo anaandika barua anasema namhitaji Luke, namhitaji Marko. Yule ambaye alikuwa anasema huyo asiende nasi, baadaye anasema mlete, namhitaji, ni msaada mkubwa huyo kwangu. Hafugi. Next. Faraka, uzushi, baraka, mafarakano, usda, Wasabato hawana usda, levi. Wasabato si walevi, hapo kwa ulevi. Wasabato si walevi. Kuna mtu analewa tu sakari kuendelea, huyo si msabato. Na usimwite msabato kwa sababu itakuwa unakufuru roho wa Mungu. Na utamsaidia ukimwita msabato. Mkalishe chini kwa neema ya Mungu, muombelie msabato wa kweli ni nani, apate aanze toba kwa neema ya Mungu. Imeisha. Na waonya ulafi. Wasabato wa kweli si walafi. Mali natoka ni wengi hawajatambua ulafi ni wa shamba. Ulafi ni ya huko wanasongeza. Ulafi ni miti wanakata kama huko. Na bado shida kubwa ni unajita msabato. Afadhali tu ujite mchawi ukiwa hivyo. Lakini shida unajita msabato na unaitwa elder katika kanisa. Nini inaendelea hapa? Kuna kitu ambacho wanadamu hawajaelewa. Na Mungu anakutumia waonyeshe ili waone. Msabato wa kweli hana ulafi katika moyo wake. Kila amepewa urithi na babake ni hicho hicho. Kila amepewa ni hicho atatumia na atasaidia wengine. Msabato wa kweli. Endelea. Na mambo mengine yanayofanana na hayo. Si hayo tu, lakini mambo mengine ambayo hayakutajwa lakini yanafanana hayo. Wasabato wa kweli hawana hayo. Na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo Mungu anatuonya, anasema hawataurithi ufalme wa Mungu. Sabato wa kweli amri zimeandikwa kwa moyo wake. Sabato wa kweli roho wa Mungu yuko ndani yake. Sabato wa kweli haki ya Mungu iko ndani yake, inamuongoza. Na kushukuru Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mungu ni mzigo wako. Umeumimina hata sehemu za Kisii Bwana, sehemu za Meru, sehemu za Ujaluoni, sehemu ambazo Bwana kuna ngome kuu ya hao ambao wanajiita wana sabato lakini Bwana si wa sabato wa kweli. Mungu tunaomba kwa neema na rehema zako jinsi tulivyokuwa pia sisi tukiwa sabato waongo, wa sabato ambao katika dhambi za zinaa, dhambi za chuki, na tukahubiri injili Bwana tukiamini kwamba sisi ni wasabato, na tukakaa hata katika mashule ya wasabato Bwana, na hata katika mafundisho bila kupambanua kwamba Bwana sisi si wasabato wa kweli na tunaelekea jehanamu Bwana. Mungu tunaomba kwa rehema na neema zako Bwana utusaidie, uturumie Bwana. Utumie tu andiko lako, utumie neno lako Bwana, utumie moyo huu. Si kudhalilisha watu kama vile katika moyo Bwana unajua kweli. Hatuneni haya ili kuwadhalilisha Bwana, lakini tunanena haya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika dhamira zetu Bwana, ikiwa ni safi, kwamba watu wajitambue si wasabato wa kweli, waingie katika toba na huzuni ya kiungu ili Bwana upate kuwafanya wasabato wa kweli Bwana. Mungu, inahuzunisha mwanadamu anapotekwa na kiburi na kujihesabia haki. Tuhurumie Bwana. Saidie Mungu. Piga mioyo yetu, vunje mioyo yetu Bwana ili tupate kukaa katika laini yako Bwana. Asante kwa sababu Yesu umenena, asante kwa sababu Roho Mtakatifu umenena, asante kwa sababu Mungu umetuonyesha wewe ndio msabato wa kwanza, na tunafaa tufanane na wewe, tunafaa tufanane na Yesu Kristo, tunafaa tufanane na wazee 24 makerubi na maserafi Bwana, maana hao ni wana sabato, ni watu ambao wanaiweka sabato, ni watoto waliozaliwa Bwana ndani ya sabato. Amri zimekuwa ndani ya mioyo yao Bwana. Mungu, safisha kila uovu, safisha kila uchafu kupitia neno hili Bwana. Mungu, damu iliyomshinda ibilisi shetani wacha ikashinde mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu, tufanye wasabato wa kweli. Wale ambao umewafanya wasabato wa kweli Bwana, ambao tumesusia katika njia zote zile Bwana, tunazikemea na usiondoe Bwana kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Fanya watoto wachanga Bwana wa kupokea neno la kubadilishwa Bwana. Yale tujaomba tunaomba mwombezi wetu Kristo Yesu atuombee, ni kwa jina safi la Yesu Kristo, yani Bwana na mkombozi wetu tumeomba hata tukiamini. Amen. Sema neema. Penda Kristo Bwana Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, with us now and forevermore. Baba yetu, Father utulia, unapenda na kingdom, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and glory are yours forever and ever. Amen.